6 mgongoni. Mwatela angalia wapi, enua kichwa, garagaza, geuka, piga watu watatu chenga, inakubali. 2 mgongoni. Buholo cheza na mwenzake. Wakati umefika sasa wa Kenya kutekeleza kikamilifu sheria mpya ya michezo katika kaunti zote, ikiwa kweli tunataka kukuza na kulinda vipaji vya watoto wetu. Katika ziara zetu kama wanahabari wa Maj Digital TV, tumekutana na mamia ya vijana wenye ndoto kubwa, moyo wa ushindi na ari ya kuwakilisha shule zao. Lakini nyuma ya tabasamu zao kuna simulizi ya changamoto zinazotishia kuzima ndoto hizo mapema. Licha ya kuwakilisha shule zao katika mashindano kuanzia ngazi ya shule hadi kanda, wanafunzi wengi wa shule za msingi na junior secondary wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa vifaa muhimu vya michezo. We call upon more stakeholders to come on board, and we will, as you've seen, we have even improved. That's why I've talked of improvement compared to last year. Even the girls team that was playing football here last year, there were some who had some gaps in terms of their what you call the kit. But at least we are working on that. We want to ensure by the time we go for the regionals, all those who had some challenges in terms of the sport kit will reach the necessary stakeholders, and that will be worked on. Otherwise, that one tells us the challenges that we have back in our schools. You know, most of our children are coming from a humble background. So mostly what we depend on are the what we call the stakeholders, the donors or sponsors for that matter. So we are working on that, and I believe it will be improved. That one will improve with the time. Yeah. Hapa ndipo hamasa na mapenzi ya mchezo hukutana na ukweli mchungu wa ukosefu wa vifaa vya msingi. Katika mashindano ya hivi karibuni, udhaifu wa miundombinu ulijitokeza wazi. Viwanja vingi havikukidhi viwango vinavyohitajika, hali inayoshusha ubora wa mashindano na kuhatarisha usalama wa wachezaji. Tofauti na shule nyingi za upili zilizokuwa na afueni ya vifaa na mazingira bora, hali ilikuwa ngumu zaidi kwa shule za msingi na junior secondary. Ija pasi na kubali, wanarudi mtiti, wanajamini, pasi moja na kubali. Hatari kule! Wanapata bao la pili. Wanapata goli la pili. Miguu iliyochubuka, watoto wakicheza bila viatu maalum na timu zisizo na jezi zinazofanana zilikuwa taswira ya kawaida. Ukosefu wa vifaa sahihi vya michezo hauathiri tu afya na usalama wa wanafunzi hawa, bali pia hupunguza nafasi yao ya kuonyesha vipaji vyao kwa kiwango cha juu. Wadau wa michezo wanaonya kuwa bila uwekezaji wa makusudi kutoka kwa serikali, sekta ya kibinafsi na wafadhili wa maendeleo, vipaji vingi vitaendelea kupotea. Timu zikipata ufadhili kwamba zimeweza pata training kits, zimeweza pata mipira, zimeweza pata boots, itakuwa ni rahisi kwa platforms za jamii kama Majestic, ambapo tuko na studio ya football analysis, ambapo tuna analyze mipira na pia tuna analyze wachezaji kupitia zile live streams zetu ambazo tunafanya. Hatuangalii boli tu, bali tunatengeza what we call digital profiles, ama ukipenda digital CVs, ambazo zinaweza kuwa shared na kwa zile timu ziko nchini na pia zile ziko outside the country. Michezo inalenga kuimarisha maendeleo ya michezo nchini. Hata hivyo, mafanikio yake yatategemea utekelezaji wake kwa vitendo, kuanzia mashinani ambako vipaji huzaliwa. Talanta hipo, hamasa hipo, ndoto zipo. Kinachokosekana ni mazingira bora, vifaa sahihi na uwekezaji wa dhati. Swali linalobaki ni hili: je, serikali, wathamini na wadau wa michezo watajitokeza kwa wakati kuokoa ndoto za chipukizi hawa? Tunafaa tujiulize maswali. Ni vipi vijana wetu wanaweza fikia ngazi iliyofikiwa na hawa ndugu wawili? Kwamba hii inawezekana kupitia ushirikiano wa serikali, vilabu, walimu na wazazi, kwamba talanta hapa mashinani iweze kukuzwa. Caxton Musyoka, Maj Digital TV, kaunti ya Mombasa.